Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu. Ni mimi rafiki yako mtumishi wa Mungu Evangelist Aiton Joseph. Nipende kukaribisha katika huduma ya Mlima Moria Ministry. Huduma ya Mlima Moria Ministry ni huduma iliyoko chini ya mtumishi wa Mungu Gideon Mamkwe iliyoko katika maili 6. Hivyo nipende kukaribisha sana mtu wa Mungu, karibu katika huduma hii ya maombi na maombezi. Wakati huu pia nimshukuru Mungu kwa ajili ya mtumishi wa Mungu Gideon aliyoko katika kanisa la mahali hapa, ambaye Mungu amekuwa akimtumia na kumfanya baraka kwa ajili ya vizazi na vizazi. Basi mtu wa Mungu, karibu, shika diary yako, shika Biblia yako kwa ajili ya kwenda kujifunza neno la Mungu siku hii ya leo. Basi watu wa Mungu, tufunge macho, tumshukuru Mungu kwa ajili ya neno. Bwana Mungu, ninasema ni asante kwa ajili ya upendo wako, ninasema ni asante kwa ajili ya mchana wa leo. Na tuko mbele zako Bwana kwa ajili ya kujifunza neno lako. Ninaomba Mungu katupe amani, ukatufungue masikio yetu na fahamu zetu, tukazidi kulijua neno lako, mfalme wa amani. Utongoze katika njia yako na kweli yako Bwana. Ni katika jina la Yesu nimeomba na kuamini. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana, watu wa Mungu. Basi siku ya leo tutajifunza neno la Mungu ambalo kichwa chetu cha somo kinasema kwamba unyenyekevu kama mlango wa kubarikiwa na kuinuliwa. Unyenyekevu kama mlango wa kubarikiwa na kuinuliwa. Au kuwa mnyenyekevu ili Mungu akubariki na kukuinua. Mtu wa Mungu, liko jambo ambalo au liko linaloitwa unyenyekevu. Ili uweze kuinuliwa na Mungu au ili Mungu aweze kukubariki, ili ufungue milango ya kubarikiwa, lazima uwe mnyenyekevu. Ni lazima uwe mnyenyekevu kabla ya Mungu wako. Unyenyekevu ni nini basi? Unyenyekevu ni ile hali ya kujishusha na kuwaona wengine kuwa ni bora kuliko nafsi yako mwenyewe. Maandiko yanasema kwamba kila mtu anamhesabu mwenzie kuwa ni bora kuliko nafsi yake mwenyewe. Kwa hiyo kama mtu uliokoka, inakupasa kuwa mnyenyekevu. Inakupasa kujifunga unyenyekevu. Na ikiwa unakuwa mnyenyekevu, Mungu anazidi kukubariki zaidi na zaidi. Unyenyekevu ni kinyume cha kiburi, ni kinyume cha majivuno. Unapokuwa mnyenyekevu unakuwa hauna kiburi. Unapokuwa na unyenyekevu unakuwa hauna majivuno. Kwa hiyo kama mtu uliokoka, lazima ujifunge unyenyekevu. Lazima ujifunze kuwa mnyenyekevu, ndipo utakapofunguliwa milango ya baraka. Ndipo Mungu atakapokuinua. Maana ni tabia ya Mungu kuwainua wanyenyekevu. Basi bila kupoteza muda, watu wa Mungu, tukasome katika Mathayo 23 mstari wa 11 mpaka ule wa 12. Kitabu cha Mathayo 23 mstari wa 11 mpaka ule wa 12. Nami nasoma kwa msaada wa Bwana. Maandiko yanasema, naye aliye mkubwa wenu atakuwa mtumishi wenu, na yeyote atakayejikweza atadhiliwa, na yeyote atakayejidhili atakwezwa. Narudia, naye aliye mkubwa wenu atakuwa mtumishi wenu, na yeyote atakayejikweza atadhiliwa, na yeyote atakayejidhili atakwezwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaona, maandiko yanasema kwamba atakayekuwa mkubwa anabidi kuwa mtumishi wenu. Maana siri ya kuinuliwa ni kujishusha. Siri ya kupandishwa juu ni kujishusha. Siri ya kuinuliwa na kufungua milango ya baraka ni kujidhili mbele za Mungu. Ni kujidhili mbele ya watu ulioko nao kuwatumikia. Utaona katika Biblia kwa watu mbalimbali walikuwa na unyenyekevu mpaka Mungu akaweza kuwainua. Daudi alikuwa ni mnyenyekevu mbele za Mungu. Tunaona kwamba historia, Daudi alikuwa akichunga kondoo, lakini kutokana na unyenyekevu aliokuwa nao, Mungu akamtoa porini katika kuchunga kondoo, akampandisha mpaka kuwa mfalme. Yusufu alikuwa pia na unyenyekevu. Hata alipoenda gerezani aliendelea kuwa unyenyekevu, akiwahudumia wenzake, akiwatumikia wenzake. Lakini ilipofika wakati, Mungu alimtoa gerezani na kumpandisha mpaka kumfanya kuwa mkuu katika nyumba ya Farao. Kwa hiyo mtu wa Mungu, lazima ujifunze kuwa mnyenyekevu. Lazima ujifunze kujidhili, kwa sababu unyenyekevu ni lifti ya mbinguni. Unyenyekevu ni daraja la kukupandisha juu. Yamkini mtu wa Mungu, kuna mahali unapita, Roho Mtakatifu anakushuhudia kwamba una kiburi. Na unapomkaribia Mungu ndipo unajiona jinsi ulivyo na kiburi. Ndipo Roho Mtakatifu anazidi kuonyesha namna gani una kiburi. Sasa ni namna gani unajishusha? Ni namna gani unajidhili mbele za Mungu? Ni namna gani unanyenyekea mbele za Mungu? Kwa hiyo kama mtu uliokoka, lazima ujue kujinyenyekeza, ujue kuhambo kabla ya Mungu.
Kwa hiyo mtu wa Mungu, unyenyekevu ni daraja. Usiwe na kiburi, usiwe na majivuno, maana unapokuwa na kiburi unakuwa na tabia ya kishetani. Mungu mwenyewe ana tabia unyenyekevu, au unyenyekevu ni tabia ya Mungu. Ukisoma Zaburi 113 mstari wa 6 utaona kwamba Mungu anasema yeye ni Mungu anyenyekeaye kutazama mbinguni na duniani, ili kumuinua maskini kutoka chini. Kwa hiyo utagundua kwamba pamoja na ukuu wa Mungu, lakini ananyenyekea kutazama mbinguni na duniani. Kwa hiyo tunaona mtu wa Mungu kwamba watu wenye mamlaka au wenye cheo wanakuwa na unyenyekevu kuwahudumia wale wengine. Hivyo mtu yule kwako, unapopata nguvu fulani, unapopata cheo fulani, unapopata nafasi fulani, unapopata utajiri na heshima, lazima ujifunze kuwa mnyenyekevu, uwahudumie wengine katika ile nafasi uliopo. Mungu amekupa elimu, lazima unyenyekee ili kuitumia elimu yako kusaidia wengine. Yamkini Mungu amekupa mali au fedha, lazima ujifunze kunyenyekea, mtu wa Mungu. Hata Yesu Kristo mwenyewe alikuwa mnyenyekevu. Tutaenda kuona kwamba alikuwa na hali au na sawa na Mungu, lakini akuona kule kuwa sawa na Mungu kwamba ni kitu cha kujihesabia. Akachukua namna ya utumwa, akawa mwanadamu, na alipojiona kwamba ana umbo la mwanadamu akajinyenyekeza. Maandiko yanasema akajinyenyekesha hata mauti ya msalaba. Alipojinyenyekesha akafa, akafufuka, Mungu akapata kumwadhimisha, Mungu akapata kumuinua. Kwa hiyo hata leo ili Mungu akuinue, lazima ujifunze kujishusha, lazima ujifunze kuwa mnyenyekevu. Tusome maandiko katika kitabu cha Petro wa kwanza 5 mstari wa 5 na wa 6. Maandiko matakatifu, Petro wa kwanza 5 kuanzia mstari wa 5 na wa 6. Nami nasoma kwa msaada wa Bwana, waraka wa kwanza wa Petro 5 mstari wa 5 mpaka wa 6. Maandiko yanasema, vivyo hivyo ninyi vijana watiini wazee. Naam, ninyi nyote jifungeni unyenyekevu, mpate kuhudumiana, kwa sababu Mungu huwapinga wenye kiburi, lakini huwapa wanyenyekevu neema. Basi nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari, ili awakweze kwa wakati wake. Haleluya. Basi watu wa Mungu, utaona kwamba ukiwa na kiburi ni tafsiri ya kwamba Mungu atakupinga, ni tafsiri ya kwamba utapingana na Mungu. Hivyo unapokuwa na kiburi, Mungu hawezi kukuinua. Maandiko yanasema Mungu huwapinga wenye kiburi, lakini huwapa wanyenyekevu neema. Unataka neema kutoka kwa Mungu, kuwa na unyenyekevu. Unataka neema kutoka kwa Mungu, jifunze kunyenyekea, jifunze kuchukulia wengine kuwa ni bora kuliko nafsi yako. Kwa maana ukifanya hivyo, Mungu atakuona kwamba una unyenyekevu. Hata akikubariki na kukupa jambo dogo, utashukuru sana. Unaposhukuru sana kwa yale mambo madogo madogo, Mungu anakubariki na kukuongezea lingine kubwa zaidi. Ndipo atakapozidi kukuinua zaidi na zaidi. Na siri hii ndio ya kufanikiwa na kusonga mbele. Unyenyekevu wenyewe unasema kwamba Mungu nibariki, wanadamu nisaidieni. Hata kwa wanadamu unaoishi nao, unapokuwa na unyenyekevu, mtu amekuomba kitu au mtu amekupa kitu, unashukuru, unamjalia yule mtu moyo kukusaidia zaidi. Hivyo kwa Mungu wetu, anapokupa jambo dogo, anapokubariki kwa kitu kidogo, unapomshukuru Mungu sana, unapotambua nafasi ya Mungu alipofanya jambo lile, Mungu anazidi kukuinua. Mungu amekupa cheo, unapotumia cheo kile kuwahudumia wengine, Mungu anazidi kukupandisha juu. Anasema kwamba mtumwa si mkubwa kuliko bwana wake. Kwa hiyo ukitaka kuwa mkubwa, inabidi uweze kuwatumikia wengine, uweze kuwa mtumishi. Yesu alipokuja duniani alifanyika kama mfano, akawatawaza wanafunzi wake miguu, ilikuwa ni ishara ya unyenyekevu. Akahudumu kutuhudumia, ilikuwa ni ishara ya unyenyekevu. Hata walipomkamata alikuwa na nguvu ya kuita majeshi 12 ya malaika, lakini aliendelea kujinyenyekeza, maana alijua alikuja ili kukomboa ulimwengu. Tukasome kitabu katika Wafilipi 2 mstari wa 6 hadi wa 9. Maandiko matakatifu katika kitabu cha Wafilipi 2 mstari wa 6 na wa 9. Wafilipi 2 mstari wa 6 hadi wa 9. Nami nasoma kwa msaada wa Bwana. Maandiko yanasema, ambaye yeye mwanzo alikuwa yuna namna ya Mungu, naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho, bali alijifanya kuwa hana utukufu, akatoa namna ya mtumwa, akawa ana mfano wa wanadamu. Tena alipoonekana ana umbo kama mwanadamu, alijinyenyekeza, akawa mtii hata mauti, naam, mauti ya msalaba.
Kwa hiyo tena Mungu alimwadhimisha mno, akamkirimia jina lile lipitalo kila jina. Haleluya. Utaona mtu wa Mungu Yesu mwenyewe alijinyenyekeza hata mauti ya msalaba. Alikuwa akiwahudumia wengine, japokuwa alikuwa na nguvu, alikuwa na ukuu, lakini akaona kule kuwa sawa na Mungu ni kitu cha kujihesabia. Akawa mnyenyekevu katika dunia. Hata mauti ya msalaba bado aliendelea kunyenyekea, akijikabidhi kwa Mungu. Lakini baada hapo Mungu alimuinua zaidi na kumkirimia jina. Hivyo mtu wa Mungu, kama wewe ni mtu uliookoka, uliyempokea Yesu kuwa Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, lazima ujifunze kunyenyekea mbele za Mungu. Mungu anapokuinua lazima uendelee kunyenyekea zaidi na zaidi, ndipo Mungu atapozidi kukuinua. Daudi anasema, moyo uliopondeka, roho iliyovunjika na kupondeka, Mungu hutaudharau. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika Zaburi pale 51 mstari wa 17 maandiko yanasema kwamba dhabihu za Mungu ni roho iliyovunjika, moyo uliopondeka na kuvunjika, Mungu hutaudharau. Manake moyo ambao umejishusha kwa Mungu ndio Mungu anaouangalia. Mungu adharau moyo wenye unyenyekevu. Manake kuna mioyo ambayo Mungu huidharau, moyo wa kiburi, moyo wa majivuno. Mungu anaidharau mioyo ya watu wao. Lakini moyo ambao umepondeka na kuvunjika mbele za Mungu, maandiko yanasema Mungu hawezi kuidharau. Ni mioyo ambayo Mungu ataifuatilia mahali popote inapoenda. Ni mioyo ambayo Mungu atakuwa akiongoza katika njia zake. Ukisoma Zaburi ya 25 maandiko yanasema kwamba Mungu anawafundisha njia wanyenyekevu, anawaongoza katika hukumu yake. Kwa hiyo ili Mungu akufundishe njia zake, ili kuongoza katika hukumu zake, lazima uwe mnyenyekevu. Lazima uwe na moyo wa unyenyekevu. Lazima uwe na moyo wa utii, umfuate Mungu. Kama nilivyotoa mifano mbalimbali ya watu ambao walikuwa na unyenyekevu na Mungu akawainua na kuwabariki. Utaona pia wako ambao walijivuna kwa vile walivyonavyo, Mungu akawakatilia mbali. Yuko mtu mmoja anaitwa Mfalme Nebukadreza. Alipopata cheo cha ufalme, akajivuna, akasema kwamba kwa nguvu zake amejenga ule ukuta. Akasema kwa nguvu zake ndipo alipoyafanya yale. Tunaona Mungu akampeleka Mfalme Nebukadreza kwenda kula majani miaka 7, akawa kama ng'ombe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo mtu wa Mungu Nebukadreza, unaona kwamba alijifanya kwamba yeye ni mkuu kuliko Mungu. Mungu akamnyenyekeza, akampeleka porini, akawa kama ng'ombe, akawa kila majani. Kwa hiyo mtu wa Mungu, usisubiri Mungu akunyenyekeze, usisubiri Mungu akunyenyekeze. Maana ukikataa kunyenyekea mbele za Mungu, atakunyenyekeza. Utakutana na majaribu mbalimbali, atakupitisha mahali pagumu ili hakikisha kwamba anakugeuza moyo wako kumnyenyekea yeye. Hivyo na ushauri mtu wa Mungu, nyenyekea kabla unyenyekezwa na Mungu. Maana ukinyenyekea kabla unyenyekezwa na Mungu ni njia ya kupata mafanikio. Yuko mtu ambaye anaitwa Sauli pia. Alikataa kumtii Mungu. Tunaona mambo ambayo alikutana nayo. Alikutana na roho chafu na kuingia katika shida mbalimbali kwa sababu alikataa kufuata maagizo ya Bwana. Alikataa kuwa mnyenyekevu mbele za Mungu. Hivyo ujumbe wa leo ni kwamba jifunze kunyenyekea mbele za Mungu. Kuwa na unyenyekevu. Utakapofanya hivyo ndipo Mungu atakapokuinua zaidi. Unyenyekevu ni mlango wa kuinuliwa. Unyenyekevu ni mlango wa baraka. Unapokuwa na hii tabia ya unyenyekevu na kujua kwamba wewe ni mavumbi na mavumbini utarudi, na kuwa na shukrani kwa Mungu na kujifunza unyenyekevu hata kwa watu wengine na kuwahudumia, ni ishara kwamba Mungu atakuinua zaidi. Ni ishara kwamba Mungu atakutumia, Mungu atakufundisha njia zake. Mshangilie Bwana. Basi watu wa Mungu, neno letu leo taishia hapo. Tumshukuru Mungu kwa ajili ya neno. Bwana, ninasema ni asante kwa ajili ya upendo wako na neno lako Mfalme, maana umesema kwamba tu unyenyekevu ndipo utakapotuinua zaidi na zaidi. Na tunaenda kujikabidhi mikononi mwako, Mfalme wa amani. Tukiomba Mungu uzidi kutawala fahamu zetu na mawazo yetu, ukatuongoze katika kweli yako na kutupa neema ya kukutii na kuwa mnyenyekevu mbele zako na kuwahudumia wengine, Bwana, ili ukazidi kutuinua zaidi na zaidi, ili ukazidi kutubariki na kutufanikisha, Mungu wa majeshi. Ni katika jina la Yesu nimeomba na kuamini. Amen.